بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaianza risala yetu hii, risala ndogo kabisa ambayo inataallaq na al-ilm, mambo ya elimu katika upande wa adabu zake. Na mtunzi wa risala hii ni Abu Yahya Rashid Mahmud As-Salafi As-Sumali hafidhahu Allahu ta'ala. Ameiandika risala hii ndogo kwa ajili ya kutusaidia sisi ambao tunajishughulisha na masala ya kusoma al-ilmu shari'i. Ameweka baadhi ya adab ambazo ni muhimu sana kwa wanafunzi. Kama inavyofahamika kwamba elimu ya kisheria ina adabu zake, kuna masharti ya elimu hiyo ambayo mwenye kusoma anatakiwa ayafuate ili afanikiwe katika kusoma kwake. Vile vile alilmu ina vikwazo ambavyo kwa mwenye kuviingia vikwazo hivyo huenda ikawa ni sababu ya kutoipata hiyo elimu, au akaipata ikawa ni tatizo juu yake. Sasa ili tuweze kufanikiwa katika usomaji, inabidi tufuate ile miko na taratibu za usomaji. Wakati huo tunafuata taratibu, tunatakiwa tujipambe na vazi la adabu, na ndiyo maudhui ya risala hii. Kiangalia hapo mwanzo Sheikh ameanza na bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu ninaanza kusoma. Adabu talibi, adabu za mwenye kutafuta elimu. Yule mtafutaji wa elimu kuna mambo anatakiwa ajipambe nayo wakati wa utafutaji wake wa elimu. Ndiyo haya baadhi yake akaandika fi majlisin wahid, kwenye kikao kimoja tu, kwa maana hizi adabu zitasomwa kwa kikao kimoja. Sawa? Anasema nukta ya mwanzo, awwalu ma yajibu ala talibi hadithi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Awwalu ma, cha mwanzo ambacho yajibu ala talibi hadithi rasulillah, kinapasa juu ya mwenye kutafuta hadithi za mjumbe wa Allah, swala na salamu ziwe juu yake, kile ambacho kinampasa mtu ambaye ameamua kufuatilia mwongozo na utaratibu na mwenendo na sunna au hadithi za mtume wake. Cha mwanzo kabisa
an yukhlisa niyyatahu fi talabi, ni kuitakasa nia yake, fi talabihi, kwenye utafutaji wake. An yukhlisa niyyatahu, ni kuitakasa nia yake, kuyatakasa makusudiwa yake, kuyatakasa malengo yake, fi talabihi, kwenye utafutaji wake wa hiyo elimu. Awe ni mtu mukhlis, mwenye ikhlas. Nini maana ya nia inayokusudiwa katika utafutaji? Mbele ya tafsiri Sheikh kwa kusema bi an yakuna kasduhu bidhalika wajha Allah subhanahu, kuwa makusudiwa yake bidhalika, kwenye huo utafutaji wa elimu, wajha Allah subhanahu, makusudiwa yake ni uso wa Allah, kutakasika na makosa ni kwake yeye. Mwanafunzi anayetafuta ilmu ya hadithi na mfano wa hiyo, cha mwanzo anatakiwa aitakase nia yake, awe na ikhlasi, afanye kwa ajili ya Allah wakati wa kusoma kwake. Huko kufanya kwa ajili ya Allah ndiyo vipi? Bi an yakuna kasduhu, kuwa yale makusudiwa yake, bidhalika, kwenye huo utafutaji, wajha Allahi, ni uso wa Allah subhanahu, au yameukusudia uso wa Allah kwenye kutafuta elimu ya kisheria. Wala yattakhidha hadha alilma dhari'atan ila shay'in min al-aghrad ad-dunyawiyyah, wala yattakhidha hadha alilm, na wala asifanye hii elimu anayoitafuta dhari'atan, kuwa ni njia, ila shay'in, kwenye kufikia kitu, min al-aghrad ad-dunyawiyyah, katika mambo ya kidunia. Wala yattakhidha hadha alilm, na asifanye hii elimu ambayo yeye anaitafuta dhari'atan ila shay'in, kuwa ni njia kwenye kufikia kitu, min al-aghrad ad-dunyawiyyah, katika mambo ya kidunia. Asijalie utafutaji wake wa elimu lengo lake ni kupata vitu au mambo ya kidunia, hali ya kuwa yeye anasoma elimu ya kisheria, elimu ya dini. Hatakiwi mwenye kusoma dini asome kwa lengo hilo, kwamba yeye kuna kitu akitafuta kinyume na kutafuta radhi za Allah. Asiwe hivyo, lengo lake liwe amemkusudia Allah kwenye utafutaji wake, sio kitu miongoni mwa vitu vya dunia, kaljahi, kama vile cheo. Mtu anasoma dini ili apate ukubwa huko kijijini kwao akirudi, au kwenye mji wake, au ila adhama, au utukufu, atukuzwe. Anasoma kwa bidii kubwa ili ampite mtu fulani, ule ukubwa na heshima iwe kwake. Au ilmali, au ikawa lengo lake ni kutafuta mali. Najua akishasoma atafundisha kwa kuwatoza watu pesa. Anayekuja darasani lazima aje na kiasi kadhaa, ndio lengo lake yeye hiyo pesa. Sio kwamba ni sehemu katika msaada, lengo lake ni hiyo pesa. Anasoma ili apate manufaa ya kimali, kama alivyo baadhi ya watu hufika hadi nchi za nje huko Arabuni wakaenda wakasoma, lakini malengo yao wakija huku waingie katika mitaala ya kimashule. Kwa hiyo walimu wasomesha Kiarabu, wasomesha dini, ndio lengo lake kutafuta mshahara kupitia hayo mashule. Kwa hasomi lillah, anasoma kwa ajili ya kuja kupata kipato. Asiwe hivyo. Au thana,
minan nas, au mtu akawa anatafuta sifa kutoka kwa watu, asifie kwamba yeye ni kiboko, yeye hana mpinzani katika ilmu, yeye ndo jishekhe kubwa, anataka zile sifa kutoka kwa watu, sababu amechoka yeye kutezwa, kusemwa vibaya, hapati yale majisifa ya ilmu, anaamua kusoma ili apate sifa kubwa kubwa kutoka kwa watu kwa sababu ya elimu yake, au kutajwa kwamba yeye ni katika jumla ya mashekhe na maulama. Wengine wasikia raha kule kutajwa kwamba yeye ni shekhe fulani, hata kama sio shekhe. Sasa anasoma ili aitwe shekhe miongoni mwa mashekhe wa mji fulani. Ikiwa usomaji ni lengo hili, usomaji huo hautakiwi. Au sarfu alwujuh ilaihi, au mwingine anasoma kwa lengo la kuzigeuza sura za watu zimwelekee yeye, sababu hazingatiwi kwenye mji wake, hazingatiwi eneo analoishi yeye, sawa takataka tu. Wanaoheshimiwa na kuzingatiwa, kunyenyekewa, kufuatwa ni wale wenye ilmu, na yeye akaamua kusoma kwa lengo hilo ili apate watumishi wa kuwaagiza na kuwatuma, au yeye ni bosi kwa sababu ya elimu yake. Sasa mwenye kusoma dini, haya malengo tuliyoyataja na mengineyo yasiyokuwa ni radhi za Allah hatakiwi awe nayo, atafeli kwenye usomaji wake, ataikosa ile ilmu, na akipata itakuwa ina matatizo elimu yake, haina baraka. Ndio maana shekhe akasema kitu cha mwanzo kwa mwenye kutafuta hadithi za Mtume na kuisoma dini yake, aitakase nia, malengo ya kusoma kwake. Wakati wa kusoma ayatakase malengo, bi an yakuna kasduhu bidhalika, kuwa makusudiwa yake kwenye huo utafutaji wa elimu, wajha Allah subhanahu, ni uso wa Allah. Yeye anasoma lillahi, kwa ajili ya Allah, kwa sababu kusoma dini ni ibada, na yeye akisoma anatekeleza ibada kwa ajili ya Allah, si lengo jingine. Wala yattakhidha hadha alilma, na asifanye hii elimu ya dini anayoisoma dhari'atan ila shay'in, ni njia ya kufikia kwenye kitu min al-aghrad ad-dunyawiyya, katika malengo ya kidunia. Kio cha mwanzo ni nia, uitakase nia yako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, suratul Bayyinah. Na hawakuamrishwa wao isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye matendo ya dini. Al-ikhlas, kuitakasa amali yako, kulitakasa tendo lako la usomaji wa dini, sababu ni ibada, ulifanye kwa ajili ya Allah. Pia vile vile Allah alimuelekeza mtume wake aseme kwenye Qur'ani. Allah anasema qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din, sema Muhammad, hakika yangu mimi nimeamrishwa nimwabudie Allah hali ya kumtakasia yeye matendo ya dini, ikhlas. Na katika jumla ya matendo ya dini ni talabul ilmi shar'i, ni usomaji wa elimu ya kisheria, ni katika matendo ya dini. Kwa bila ya shaka yataingia katika aya hizi. Tunatakiwa tusome kumtakasia Allah hicho tunachokisoma, sio kwa ajili ya kuonyesha watu, usikike, uonekane, isiwe hivyo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna maneno aliyoyasema katika hadithi aliyopokea Abu Umama al-Bahili, ambayo ameiweka al-Imamu an-Nasa'i kwenye sunani yake na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahumallahu ta'ala.
Abu Umama anasema jaa rajulun ila nabii, alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqal, yule mtu akasema, araaita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra ma lahu, unaonaje ewe mtume, nipe habari kwa mtu ambaye ameingia kupigana vita, ameingia vitani, lakini yaltamisu al-ajla wadh-dhikra, anatafuta malipo pamoja na kutajwa, malahu, utajwa ambao yeye hana. Kwa lengo lake ni kupata utajo na ujira. Unaonaje mtu huyu? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, la shay'a lahu, hana kitu huyo katika malipo, hawezi kupata ujira. Fa'aadaha 3 marrat, yule mtu akalirejea swali lake hili mara 3, akimuuliza mtume, unaonaje mtu ameingia vitani, ikawa lengo lake ni kutafuta ujira na utajo, atajo kwamba yeye ni shujaa, yeye ni komando, unaonaje? Mara 3. Mtume akawa anasema la shay'a lahu, mtu huyo hana chochote katika malipo. Thumma qala, kisha mtume akasema kumfafanulia yule mtu, inna Allah la yaqbalu min al-amal, hakika Allah hakubali katika matendo, illa ma kana lahu khalisan, isipokuwa kile ambacho kimekuwa ni chenye kutakaswa kwa ajili yake, kitendo kilichofanywa kwa ajili yake yeye, wabtughiya bihi wajhuhu, na umetafutwa ndani ya kitendo hicho uso wake, kwa maana pamefanywa kwa ajili yake yeye, hapo Allah atakubali amali ya mtu, kuonyesha umuhimu wa ikhlas, kiasi ya kwamba Allah hakubali amali isipokuwa ile ambayo imefanywa kwa ikhlasi kwa ajili yake yeye. Na kuna hadithi maarufu ambayo nyote mnaifahamu, mtume anasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika si vingine matendo yote huzingatiwa nia, makusudiwa na malengo ya mtendaji, na hakika si vingine atalipwa kila mtu kwa kile alichokikusudia. Kwa hiyo muda wa kuwa hujamkusudia Allah katika usomaji wako, huwezi kupata malipo ya ilmu, sababu nia yako haipo huko, bali imekuja athar katika Jami'ul Ulumi wal Hikam ya al-Imam Ibn Rajab, ameileta athar kutoka kwa Abu Hazim kwamba yeye amesema, uktum hasanatik kama taktum sayiatik, ficha mema yako kama unavyoyaficha mabaya yako. Unapofanya amali ifiche, hasa unapokuwa wewe umemkusudia Allah, ili kukuepusha hilo na arriya, kusije kukaingia kitu ndani ya moyo wako kuonyesha watu, au kukaingia sumaa, kutaka watu wakusikie. Katika kuilinda ikhlasu yako, uktum hasanatik, ficha yale mema yako wakati unapoyatenda, yafanye kwa siri, bainaka wa baina Allah, baina yako na baina ya Allah peke yake. Kama taktumu sayiatik, kama vile ambavyo wewe unaficha maovu yako, hupendi watu wayaone wala wajue, basi hivyo hivyo usipendelee kuonyesha mema yako mbele za watu, litakupelekea hilo kwenye riya na utakosa ujira wa amali hiyo. Vile vile katika Siyaru A'lamin Nubala, al-Imam Adh-Dhahabi ameeleta athari kutoka kwa Sufyan ath-Thawri, anasema Sufyan, ma na'lamu shay'an afdala min talabi al-ilmi biniyatin, sisi hatufahamu kitu chochote ambacho ni bora zaidi kuliko kutafuta elimu ya kisheria, lakini mwisho wake ikaneno biniyatin,
kwa nia ya kumkusudia Allah. Ikiwa una nia ya kumkusudia Allah kwenye kusoma kwako dini, basi hakuna kitu kitakushinda wewe kwa ujira kushinda amali yako hii ya kutafuta elimu. Lakini sharti biniyatin, uwe na nia njema ya kumkusudia Allah, sio jambo jingine lolote katika mambo ya kidunia. Kwa Sheikh amekusudia kutuwekea msingi madhubuti ambao watu wengi wanateleza kwenye msingi huu, wanaanguka, hawana ikhlas, wanakosa kufanya kwa ajili ya Allah kwenye utafutaji wao wa ilmu. Wengine wakatafuta elimu kwa ajili ya kupata shahadati, kupata makaratasi ya shahada ili yaajiriwe. Mwingine anatafuta elimu ili akawakomeshe kijijini kwao, wamuone kwamba yeye ni Sibawaihi. Sasa hakuna atakemshika kwenye nahau na swarfu. Wengine wamuone kwamba yeye kadha na kadha. Hayo malengo watu wanayo. Sasa muda wa kuwa wewe ni mwanafunzi unasoma dini, hutakiwi na malengo haya. Lengo lako ni moja tu, wajhullah, ni uso wa Allah, kumridhisha yeye, kwa sababu talabul ilmi ibada, na ibada zote zinatakiwa ziwe na ikhlasi ndani yake.